tunadai kwamba alikuwa amepumzika na akasikia kuna hitilafu imetokea katika eneo la IC. Kwa moto huu ukatoka kwenye IC ukafikia kwenye godoro na then escalate kuelekea maeneo mengine. Kwa hiyo mara baada ya kufika tuliweza kupambana na kuhakikisha moto usambai kuelekea maeneo mengine na hatimaye kufanikiwa kudhibiti moto huu. Kama moto huu usingedhibitiwa, madhara yake yangekuwa ni makubwa. Kama unavyoona jengo ni la ghorofa 6. Jengo lina floor 6, lakini kilichokuwa kimeathirika na moto huu mara baada ya kudhibiti moto ni chumba kimoja na sebule moja ndio imeathirika na moto huu. Kwa hiyo katika jengo lote la floor 6 ni eneo dogo tu ambalo. Kwa hiyo ni kwanza niwapongeze na kutoa shukrani za dhati kwa wote wapangaji ambao katika jengo hili kwa quick response, kwa sababu ukiangalia nature ya miundombinu ya hapa, endapo inatokea kuna dharura yote, ni lazima watu watoke katika sehemu yenye riski kuelekea kwenye sehemu ya better safety zone. Kwa hiyo mara moja waliweza ku-evacuate na kwenda maeneo salama kusubiri utaratibu, na vyombo husika vya usalama vilivyofika vyenyewe ndio vilikuwa vina kazi ya kupambana na kupokea maelekezo na maelezo kutoka kwa wahusika hapa namna kufanya. Kwa kimsingi hakuna madhara makubwa kwa binadamu ambayo yamepatikana, na kimsingi hakuna madhara yoyote kwa binadamu ambayo yamepatiwa, isipokuwa tu kuna baadhi ya dokumenti na vitu vya ndani, maana godoro na sebuleni pale ndio vimeathirika na moto huu. Lakini kwa hali jinsi ilivyo, hakuna changamoto yoyote kubwa ambayo imepatikana katika hii isipokuwa maeneo haya. Kwa nitoe rai na wito kwa wananchi na wamiliki wa majengo wote ambao wana majengo kuhakikisha kwamba wanachukua kinga na tahadhari kwenye majengo yao. Leo hii nimeona hapa, nimeshuhudia kuna jengo hili lina miundombinu ya zimamoto ambayo imetusaidia kuweza kukabiliana na moto huu, lakini pia wana reserve ya maji ambayo imesaidia pia kupata maji katika eneo hili. Lakini kama hiyo haitoshi, kuna hizo portable fire extinguisher zipo ambazo pia zimesaidia kwa kiasi kikubwa kupambana na moto awali wakati jeshi zote zinakuja na askari. Kwa niendelee kutoa rai na kwa wengine wenye wanaomiliki majengo kuhakikisha kuwa kwanza wanaomba kukaguliwa na jeshi zote waokoaji kupitia sheria yetu ya mwaka 2007 jinsi inavyoelekeza kwamba wanapaswa wao kuomba kukaguliwa na sisi tutafika kwa katika majengo. Lakini kama hiyo haitoshi, mara baada ya ukaguzi kufanyika, wanapaswa kuzingatia ushauri wote ule ambao unatolewa wa kitaalamu na wakaguzi ambao wanapita katika maeneo yao na kuwashauri. Zile recommendation za msingi sana wakizingatia kuanzia kuweka mifumo ya kugundua moto, mifumo ya kuzima moto, reserve water tank na mifumo yote hizo portable fire extinguisher, kwa maana vifaa vya awali vya kupambana na moto. Wakizingatia ushauri wote ambao unatolewa na wataalamu wanaofanya ukaguzi huu, kazi yetu itakuwa ni rahisi sana, lakini pia tutahakikisha tunaokoa maisha ya watu na mali zao kwa mapana yake.